Semaji mambo? Bana safi ndugu yangu. Habari ya wewe? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko safi. Mara mwisho nilikuona Singida. Sasa hivi tuko Arusha. Baada ya mchezo wa jana kikosi kikoje? Mara baada ya mchezo wetu wa jana dhidi ya Singida Black Stars, timu imeondoka Arusha hii leo asubuhi, imeondoka Singida hii leo na kwenda Arusha. Tumefika Arusha majira ya saa 8 mchana na mida hii tuko hapa tukifanya mazoezi yetu ya kwanza hapa Arusha tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumamosi dhidi ya TRA, na mechi yetu itachezwa katika uwanja wa Ali Hassan uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapa Arusha. Kulikuwa kuna maswali mengi kutoka kwa wana Simba, mechi itakuwa uwanja gani? Wengine wakidhani ni uwanja Black Rhino Karatu ambako Tabora wamekuwa wakicheza mechi zao za nyumbani, lakini taarifa rasmi ni kwamba mechi yetu dhidi ya TRA itachezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha mjini. Okay, labda katika kikosi chetu kuna majeruhi baada ya mchezo wa jana au kuna wachezaji ambao wanaweza kukosa mchezo unaofuata? Mchezo wetu wa jana dhidi ya Singida licha kwamba walikuwa very tough na Singida walikuwa wanacheza rafu sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote walimaliza salama, japo wengine waliumia wakati mechi inaendelea. Mtu kama Nixon Kibabage aliumia akalazimika kufungwa usongo kwa ajili ya kuzuia maumivu. Mtu kama Baraka Mongosi vile vile aliumia, Alibase Geye aliumia, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wote hao wapo katika hali nzuri na wote wana uwezo wa kucheza mechi yetu ya Jumamosi dhidi ya TRA. Turudi kidogo kwenye mchezo wa jana. Unaona baada ya mechi mashabiki wamekuwa wakilitaja sana jina la Chama. Sijui hili wewe kwako uliliona? Nililiona, alifanya vizuri katika mchezo wa jana na kilichokuja kumpa thamani zaidi ni matukio mawili. La kwanza ni tukio la kuzalisha goli la mwisho kwa maana ile assist, na haikuwa assist ya kawaida. Alipata pasi kutoka kwa Oura, akapekecha watu kama wawili watatu hivi, alafu akauchop ule mpira nyuma ya migongo wa mabeki wa Singida. Mpanzu akapenya hapo kama kishara, akaikuta mali, akapasia nyavu. Kwa hiyo mechi ya jana Chama amedhihirisha klasi yake na amedhihirisha tabia ya wachezaji wakubwa. Wachezaji wakubwa mechi inapokuwa ngumu, mechi inapokuwa imeshikana kweli kweli, anakuja kuonesha thamani, umuhimu na ukubwa wake. Ndicho ambacho Chama alikifanya jana kwenye mechi ambayo tayari baadhi ya watu walikuwa wameshaanza kukata tamaa. Chama akaja akaonesha ukubwa wake, akaonesha ubora wake, akaonesha umuhimu wake, utulivu wa hali ya juu. Anapata mali kutoka kwa Oura, anapekecha, anavuka mstari wa kwanza, anakata uwanja, alafu anapiga pasi yenye macho, inamkuta Mpanzu kwa utulivu, composure na experience ya hali ya juu, anapiga pasi moja tu kuelekea golini. Ni combination ya maana. Ndio maana unaona mashabiki jana kila mmoja ameondoka na jina la Chama kichwani, lakini sio tu Chama, hata wanaohusika na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi wakasema Chama anastahili. Mchezaji bora katika mchezo wa jana Clatous Chama. Ukija kwa Elie Mpanzu ambaye ameonekana akiwa na furaha kubwa sana, hasa baada ya kuwa msimu kidogo ulikuwa mgumu kwake. Goli la jana kusema kweli Chiko ni goli ambalo limerejesha matumaini mapya ya Elie Mpanzu. Mpanzu alikuwa anapitia kipindi kigumu sana ndani na nje uwanja. Ndani na nje uwanja mambo yalikuwa hayamwendei sawa sawa. Kila anachojaribu kufanya kinagoma. Mpanzu ni mzuri kwenye kukimbia, lakini akiingia kwenye mechi hata kukimbia anashindwa. Mpanzu ni mzuri kwenye kupekecha akapita, lakini akijaribu kupekecha akapita na watu wanazuia, watu wanaondoka na mali, ikawa ina frustrate. Vile vitu ambavyo alizoea kufanya kikawaida vikawa vinagoma kufanyika, ikawa inamvuruga. Ni mchezaji wa eneo la mbele, kazi yake ni kutengeneza mabao ama kuassist ama kufunga, lakini vyote hivyo vikawa havifanyiki kwa Mpanzu kwa kipindi cha miezi miwili hii iliyopita. Sasa goli la jana limekuja kufuta
yote hayo kwake. Kwanza limemrejeshia ujasiri wake, limemrejeshia imani yake, lakini kama limerejesha imani na mapenzi ya mashabiki wa Simba kwa Elie Mpanzu. Kuna wakati mashabiki walishaanza kumkatia tamaa Elie Mpanzu na wengi wakawa wanasema maneno mengi kweli kweli. Sasa kwa goli ya jana, maana yake kila mtu amefuta kila kitu kwenye moyo wake, na kila mwana Simba moyo wake ni safi na mweupe kuhusiana na Elie Mpanzu. Sasa tunachoamini ni kwamba goli lile linampa imani na matumaini na ujasiri wa kuendelea kufanya vizuri katika mechi zinazokuja. Na sisi huwa tunaomba Mpanzu akae kwenye ubora wake, kwa sababu Mpanzu akiwa kwenye ubora wake ni faida kubwa kwa Simba Sports Club. Simba hii ina Alibase Geye, ina Anicet Oura, alafu Mpanzu yuko nje anapasha. Unadhani hiyo ni Simba ya aina gani? Anaanza Mpanzu, anaanza Anicet Oura, Alibase Geye yuko nje anapasha. Unadhani hiyo ni Simba ya aina gani? Kwa hiyo sisi tunachokitaka kila mchezaji wetu awe kwenye form ya sawa sawa, wapinzani maji wataitama. Imani ya Mwalimu Beka imelipa? Imelipa kwa sababu amekuwa akimpa nafasi mechi nyingi, na kila akiingia hafanyi vizuri, lakini mechi inayokuja anampa tena nafasi. Mwalimu Steven Beka anafahamu ubora aliokuwa nao Mpanzu, na anaamini katika mapito ya uchezaji na mchezaji. Ndio maana alikuwa akiendelea kumpa nafasi, akiamini siku moja Mpanzu atakuja kunilipa hiki ambacho ninamwamini nacho, na jana amelipa yote mema ambayo Steven Beka amemfanyia Mpanzu. Sawa, mimi nikutakia kila la heri. Nashukuru sana, na nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi wana Arusha na kanda ya kaskazini kwa ujumla ya kwamba Simba yao imeshafika Arusha, na Jumamosi tuna mchezo dhidi ya TRA. Tuko ugenini, lakini tunatakiwa kuwa nyumbani siku ya Jumamosi. Maana yangu ni kwamba wana Simba wote wa Arusha na kaskazini kwa ujumla, siku ya Jumamosi asibaki mtu nyumbani. Kila mwana Simba aje uwanja wa Sheikh Amri Abeid siku hiyo, tuje tuishangilie Simba yetu, tuje tuwape support vijana wetu, tuje tupiganie alama 3 ngumu, tuchukue alama 3 mbele ya TRA. Mnyama endelee kuchanja mbuga kuelekea kwenye ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu.